Wema alikuwa na safari na Wema. Sio, unaelewa? Ndio. Walikuwa na kazi ya kwenda Nairobi. Ndio. Wema alishajiandaa kwenda Nairobi. Ndio. Baada ya hapo kilichoendelea sijui mara tiketi zimeahirishwa, mara sijui imefanya nini. Wema kaona kama kama Machali mmoja alimcheza kaona isiendi. Sio kwa sababu ya Whozu, sio kwa sababu ya kitu gani. Mmoja akasema tu isiendi. Basi. Juma alipiga simu, Wema yuko zake amelala na anaumwa. Wema anaumwa mpaka sasa pia nilimwacha mimi toka jana na anaumwa. Ndio. Amepiga simu, Wema apokee simu. Wakapiga simu ya mdada wa kazi, mimi nilikuwa Febrezi. Niamshie Wema. Nikamwambia Wema yuko zake chumbani kalala. Baada ya hapo mimi sikuongea nao tena. Sasa nashangaa leo kuja kusema mimi nimerudi kwa Wema, mimi nakaa kwa Wema. Mimi nakaa kwangu na maisha yangu na biashara zangu nakaa kwangu. Nikienda kwa Wema na mambo yangu binafsi. Sasa hivi kuna kuongea mimi nakaa kwa Wema, mimi nimerudi kwa Wema. Kwa hiyo nisikae kwa Wema, yeye Wema ni nani? Shetani au? Wema anaumwa nini Agrey? Ana matatizo yake tu, tumbo linamuuma hivyo yani. Hayuko sawa. Au yale mambo ya ujauzito yale yanaendelea? Sijajua kwa kweli kama na ujauzito, mimi sijui. Ila sasa nikwambie kitu Damai, hata kama mtu amemuita kwenye kazi, Wema sasa hivi ana vitu vingi anakusimamia. Ana mambo mengi anafanya serikalini. Wewe unaenda kumuita Wema kwenye kazi ya Nairobi. Wewe biashara unaenda kufanya Nairobi, kazi gani unaenda kufanya? Usiniambie. Wewe ukiangalia tu kazi unaenda kufanya Nairobi, unaenda kufanya kazi au unaenda kwenye birthday ya mtu? Wema ni kuitwa wapewi Wema wakuitwa kwenye birthday ya watu. Wako aliko si kwenye birthday tu, hata kama unamlipa. Wamwache dada watu wapumzike. Kama yuko anaona kina Mita anaweza kufanya kazi, sio kina anaweza kufanya kazi. Kwa nini hapa hao? Wamwache dada watu jamani, na pesa yake na magari yake kusifia watu. Ile ndio biashara ambayo Wema anaweza kutoka hapa kaenda Nairobi kwenda kufanya kazi kama ile. Kwa hiyo Wema aliona huu sio mpango mzima, akaikacha safari. Sasa ndio hivyo, ujue tu kama kuna kitu Mungu alimuingilia, kama kitu Mungu aliingilia kati. Na mtumishi alikuwa pale kwa ajili ya maombi pia. Angeenda je, ingekuwaje leo? Story ingekuwaje? Kwa alienda kwenye birthday, ndio angezidi kumshusha. Mtu ana miradi yake kibao amepanga kufanya mwaka huu, alafu sasa hivi mpeleke kwenye birthday ya watu. Sasa Agrey, pesa ambazo Wema amelipwa, yeye mwenyewe Wema anasemaje? Manake wewe umekuwa kama mdogo wake tu, japo umebadilika. Ambazo amelipwa huko Nairobi. Ameshalipwa ila bado hajalipwa, ila alikuwa analipwa akifika huko. Wewe uliona kuna hela yote amelipwa? Labda yeye mwenyewe muulize aseme kama yeye amelipwa hela. Kwa hiyo alikuwa anaondoka hapa bure bure. Damai. Ndio hivyo yani, Wema ndio hivyo, kama Machele amemcheza kwenda basi. Anaumwa basi. Na nikiona niko kwa Wema, niko na Wema, na reason ya kuwa naye. Sio najipeleka tu. Na mimi Wema sio ananifundisha hiyo kufanya dhambi, dhambi nazifanya mwenyewe. Nilipokuwa na dhambi kote huko watu wote mliponikataa, yeye ndio alikuwa naye. Sasa hivi kwa hiyo nimeokoka, mimi nimwache Wema kuwa naye, mnajua anafanya mangapi? Kila mtu abaki kwenye mipaka yake. Huyu Yesu nilimwingia mwenyewe, hakuna mtu alionipokea kuniambia eti nenda huku nenda huku. Anayeweza kukaa na mimi pamoja akae na mimi, asioweza aache. Pia hamna mtu anaonipa kula. Asante sana, achana na yote hayo. Whozu vipi Agrey? Nasikia anashinda siku hizi asubuhi, mchana, jioni. Damai, mimi kwangu la kujibu yanatosheleza. Mengine naweza kumuuliza Whozu mwenyewe au Wema. Asante. Yanatosha jamani, lakini jamani, Whozu ndio hivyo sasa. Hata dada yako tena ndio hutaki hata kunitafuta, umerudi kwenye himaya yako.